Pasaka imebeba upendo wa Mungu na huruma za Mungu kwa wanadamu. Pasaka imebeba madhihiriko ya nguvu za Mungu kumtetea mwanadamu. Pasaka imebeba uamsho wa maisha mapya kwa kila mwaminie Kristo. Pasaka imebeba ukombozi wa mwanadamu. Pasaka imebeba harufu ya manukato ya kimbingu. Tunaikumbuka Pasaka iliyoanzia Uyahudini, iliyosherekewa na Waisraeli walipokuwa wakikumbuka Mungu alivyoweza kuwatetea Waisraeli kutoka kwenye lile pigo kubwa la Mungu alivyowapiga wazaliwa wa kwanza wa nchi ya Misri. Angalia kwenye kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 27. Kabla ya Mungu kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri, alianza kuandaa Waisraeli jinsi ya kuweza kuepukana na lilo pigo, ijapokuwa nao wapo katika nchi ya Misri. Na ikumbuke kwamba pigo lile lilikuwa ni pigo la nchi nzima. Haijalishi wewe ni Mwisraeli au wewe ni Misri. Ikiwa tuko ndani ya nchi ya Misri, lile pigo lilikuwa linahusu kuangamiza wazaliwa wote wa kwanza walio ndani ya nchi ya Misri. Mungu akaona jambo hilo, ili aweze kuwatetea wana wa Israeli, ilibidi aseme na Musa ni namna gani wanaweza kufanya ili kuepukana na lile pigo kubwa ambalo Mungu aliliandaa kwa ajili ya nchi ya Misri. Maandiko matakatifu yanajieleza kwenye kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 21 na ule wa 22, maelezo ambayo Mungu alifanya ishara hiyo, ili kwa ishara hiyo Mungu asiweze kuwaangamiza wana wa Israeli. Biblia inasema kwamba hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkachinje Pasaka. Hapo ndipo ambapo tunaona Pasaka ya Mungu kwa wana wa Israeli inaanza kuonekana kwa namna ya kipekee. Nanyi twaeni tawi la hisopo, mkalichovya katika ile damu iliyo bakulini, na kupiga katika vizingiti vya juu na miimo miwili ya milango kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tunaona namna Mungu anavyotetea wana wa Israeli kwa namna ya ishara kipekee, ili kwa ishara hiyo adui wasipate nafasi, ili kwa ishara hiyo roho ya mauti siweze kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wanyama. Nikukumbushe, Mungu aliwapa Waisraeli maagizo ya jinsi ya kusherekea Pasaka yao ya kwanza. Pasaka ilikuwa ni lazima uwe na dhabihu ya kuchinja, yaani uwe na mbuzi au uwe na kondoo, na ilikuwa inafanyika katika kipindi cha siku ya 10 ya mwezi Abibu, au kwa lugha nyingine tunasema mwezi Nisani, ambao ulikuja kubadilika. Katika siku hiyo ya 10 ya mwezi Abibu au mwezi Nisani, ni siku ambayo familia zilikuwa zinachagua mwana kondoo au mwana mbuzi ambaye atachinjwa katika siku ya 14, ambayo ilikuwa ni siku ya Pasaka ya kwanza ya Wayahudi. Wayahudi walinyunyiza damu katika miimo na vizingiti vya juu vya milango. Hivyo walifanya kwa namna ya ishara ambayo Mungu aliwapa maagizo kupitia Musa. Kisha nyama yake wanaichoma na kuila, sawa na kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 3 hadi ule wa 9. Lakini bado kulikuwa kuna utaratibu mwingine wa chakula, ambacho chakula hichi kilikuwa ni chakula cha tofauti kidogo, ambacho kilikuwa kinaenda sambamba na ile nyama ya kuchoma ya mwanakondoo au mwanambuzi. Walitumia mikate isiyotiwa chachu na mboga chungu kabisa, na mboga hiyo ilitakiwa iwe sharti iwe mboga ya majani, sawa na kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 8. Waisraeli walisherekea sherehe hiyo, ambayo kwa lugha nyingine iliitwa sherehe ya mikate isiyotiwa chachu, kwa muda wa siku 7 baada ya Pasaka. Katika kipindi hicho hawakupaswa kula mikate au kula mkate wenye chachu. Ilitakiwa wale mkate ambao haujatiwa chachu. Hiyo ndio sherehe namna ilivyokuwa inafanyika, sawa na kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 17 hadi ule wa 20. Lakini pia Mambo ya Nyakati sura 30 mstari wa 21. Sherehe hizi ziliadhimishwa mara kwa mara kila mwaka. Jambo hili lilifanya watoto waweze kupata elimu ya kumbukumbu na urithi kwa jambo hili. Maandiko yanathibitisha mambo haya katika kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 25. Pasaka iliwafundisha pia watoto kuhusu Mungu. Tukumbuke kwamba Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kutoka kwenye roho ya mauti ambayo Mungu aliachilia juu ya nchi ya Misri, na kwa neema ya kipekee Mungu aliweza kuwahifadhi wana wa Israeli katika nyumba zao kwa ishara ya kupaka damu ya mwanakondoo au mbuzi katika vizingiti vya milango na miimo ya milango. Jambo lile lilifanya roho ya mauti isiweze kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli. Jambo hilo lilikuwa ni jambo ambalo tunasema Mungu aliwatetea wana wa Israeli.
Lugha zingine nasema ilikuwa ni sikukuu ya mpito au kupita juu. Tafsiri yake, Mungu aliwatetea wana wa Israeli. Bwana Yesu alipozaliwa, alizaliwa katika tamaduni za wana wa Israeli na Wayahudi, ambapo alikuta sherehe hiyo inasherekewa kwa namna ya kipekee, naye Bwana Yesu aliweza kusherekea sherehe hizo. Kipindi cha Bwana Yesu Kristo, watu mbalimbali walisafiri kutoka kwenye mazingira yao mpaka mji wa Yerusalemu, ambapo huko sherehe za Pasaka zilipamba moto na kuonekana. Sawa na kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 41. Ikumbuke kwamba ilikuwa ni desturi za Wayahudi kusherekea sherehe za Pasaka ambazo kwa amri ya Mungu aliwaambia wafanye hivyo. Hata Bwana Yesu alipozaliwa alisherekea sherehe hizo pamoja nao, sawa na kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 19, lakini pia Luka 22 mstari wa 15 hadi ule wa 18. Lakini siku za Bwana Yesu kulitokea na badiliko kidogo, ambalo Bwana Yesu katika siku hiyo yeye aliazimisha mlo pamoja na wanafunzi wake, au alikula chakula pamoja nao, yani chakula kile cha Bwana ambacho katika hicho kilikuwa kina siri kubwa. Mlo huu au chakula cha Bwana kilibadili nafasi ya Pasaka ya kwanza na kuingia kwenye Pasaka ya Kikristo, ambapo hapa ndipo Mungu alionyesha kwamba hana upendeleo kutoka kwenye Pasaka ya Wayahudi hata kutuletea sisi sote tunaomwamini Kristo kuwa sehemu ya kushiriki Pasaka ya kweli, ambayo kwa hiyo Kristo alifanyika kuwa dhabihu kama mwana kondoo. Kama unasikiaga neno nasema mwana kondoo, ndiye yule mwana kondoo aliyeonekana kwenye kipindi cha kupitwa kwenye Pasaka ya kwanza. Yeye alifanyika kuwa mwana kondoo aliyekuwa tayari kuchinjwa ili aweze kumnunulia Mungu mataifa mbalimbali, ili aweze kumnunulia Mungu watu mbalimbali watakaoliamini jina lake, watakaomwamini, watakaoambatana naye, watakaokubaliana naye. Yesu alichinjwa, Yesu alikubali kuteswa kuwa Pasaka, kuwa limbuko la aliyolala. Ndio maana Petro akasema, hakika ninatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye atakubaliwa na yeye. Mtu aliyekuwa na haki anakubaliwa na yeye. Kikubwa uwe na haki mbele za Mungu. Mungu anakukubali, haijalishi wewe ni Mwisraeli, haijalishi wewe ni Myahudi wa namna gani, haijalishi wewe ni Mwafrika, haijalishi wewe ni mzungu, haijalishi wewe ni mtu wa namna gani. Mungu hana upendeleo. Aliyasema hayo Petro katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 34 na ule wa 35. Hii ni alama kwamba Bwana Yesu alivaa mauti ili aweze kutuunganisha wanadamu na Mungu. Bwana Yesu alikubali kuchinjwa ili aweze kutupatanisha na Mungu. Kuna wakati dhambi za wanadamu zimekuwa zikitutenga na upendo wa Mungu. Kuna wakati maisha ya kuiga na kuigiza yamekuwa yakituatanisha na ukuu wa Mungu. Ni vizuri kipindi hiki ambacho tunaiadhimisha Pasaka, ni vema kufanya tafakari na hesabu ya imani yako, na hesabu ya gharama aliyotumia Bwana Yesu. Mtume Paulo aliwahi sema neno hili katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 14, akasema kwamba kama Kristo asingekufa na kufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Kwamba kufa na kufufuka kwa Kristo ndipo penye imani yetu ya kweli, ndipo penye ukombozi wetu wa kweli, ndipo penye injili yetu ya kweli. Kwa jambo hilo Kristo naye ametufungulia sisi waamini wake ya kwamba yeye ni kweli na uzima, yeye ni ufufuko na uzima, yeye ni nguvu yetu, yeye ni imani yetu. Na tunapomwamini Kristo, tafsiri yake ni kwamba tunakufa pamoja naye kwa njia ya imani, kwa njia ya kubatizwa. Tunabatizwa, yani tunakufa pamoja naye. Tunapotoka kwa imani, tunatoka pamoja naye. Ni vizuri wakati huu kama hujabatizwa, chukua hatua ya kutamani kufa pamoja na Kristo kwa imani, kufufuka katika mauti ya Kristo ambayo ndio ya ufufuke pamoja naye kwa njia ya imani. Mungu akubariki sana. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ulikuwa pamoja nami katika mafundisho ya msingi kuhusu Pasaka. Hii ilikuwa ni season namba 2. Kama hujaipata namba 1, tafadhali unaweza kuwasiliana nami kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako, ili niweze kupatia namba 1 ya mafundisho kuhusu Pasaka. Ninaamini kuna jambo ambalo Mungu amekufundisha na huenda umepokea uamsho kwa jambo hili, ya kwamba sasa uchukue hatua gani katika kuifahamu vema imani. Wasiliana nami kwa namba hiyo hiyo ili kupata season pia namba 3 ya Pasaka. Nikutakie wakati mzuri na uwe na Pasaka nzuri. Tembelea YouTube channel kwa kuandika mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Huko takuta mahubiri mengi na mafundisho mazuri. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri.